CCM oye! Viva vijana viva! Viva vijana viva! Ndugu Mheshimiwa Katibu wa chama Mr. Msoke, Mheshimiwa Mwenyekiti kutoka UVCCM kata ya Pera Mr. Pambau, Mheshimiwa Katibu wa UVCCM Mr. Comrade Azizi Miraji, mwenyekiti wetu wa chipukizi mmoja na mjumbe wa kamati ya utekelezaji Mr. Makwila, na wajumbe mliokuwepo kutoka matawi mbalimbali, wasanii na mahamasa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Awali ya yote kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa kutujalia pumzi ya uhai, lakini pia bahati na kibali cha kuweza kukutana mahali hapa tukiwa salama, tukiwa tumekusanyika namna hii. Naomba wote tuseme amina. Amen. Lakini pili, nitoe pongezi zangu za dhati kabisa nikianza na uongozi wa chama kwa namna unatusimamia sisi kama UVCCM katika kutuelekeza baadhi ya mambo kadhaa, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawa. Lakini pia shukrani pia zangu za pekee kabisa ziende kutoka kwenye safu nzima ya uongozi wa UVCCM kata ya Pera ikiongozwa na Comrade Pambau na kamati nzima ya utekelezaji, kwa namna tunavyoendelea kushirikiana katika majambo mbalimbali katika kata yetu. Lakini nisiwe mchoyo wa fadhila pia kuwapongeza nyie kwa kuacha majukumu yenu na kuona kwamba inafaa leo kufika katika baraza hili, hali ya kuwa tunajua kwamba tuko na majukumu mazito ya kujenga taifa pamoja na familia zetu, lakini mkasema acha tufike ili kuweza kuonyesha uhai wa jumuiya yetu na kuheshimisha chama chetu na kata yetu ya Pera. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Lakini kipekee kabisa Mheshimiwa Katibu Msoke pamoja na viongozi wangu wa UVCCM kata ya Pera, kuna watu wako humu ndani, vijana wenzetu, lakini tumeamua kuwapa ama nimeamua kuwapa pongezi za kipekee. Mojawapo ni katibu wetu wa tawi la Mgudeni, ndugu yangu pale all the way from Sharize FM Mr. Sambaito, naomba usimame bwana kidogo tukupigie hata makofi mengi sana. Nitamwambia kwa nini tupigie makofi. Mimi nimewamisi sana ndugu zangu. Pia nafurahi kwa viongozi wangu kuweza kuitisha baraza hili, na mimi nimewepo. Nipata taarifa mapema kutoka kwa katibu, nikasema nitajitahidi sana kwa sababu nimetokea kazini na nimekuja huko ili mradi kushiriki mambo ya sana. Napongeza sana viongozi wangu, shukrani sana katibu na nyinyi wote ambao mmeshiriki. Naomba nitoe pamoja kwa sababu hili ni la kwetu, Pera ni ya kwetu. Asanteni sana. Basi nimempongeza kwa sababu leo alikuwa na kipindi akiniambia, yani hapa na vizia tusane tu nichomoke, yani mwenzangu aje ashike madi nije kuwahi nisikose kwenye baraza. Kwa hiyo kwa kuona umuhimu wa hili baraza, lakini pia kwa namna ambavyo wanaipushi Pera, kwa namna ambavyo anavyoona yeye. Kwa kama endapo ni msikilizaji wa Chalinze FM, basi nadhani unasikia, unaona Pera inatajwa, yani maki hawezi kusahau hicho kitu. Atafanya vitu vingine, lakini utasikia maki kidogo Pambau katajwa, kidogo Msoke katajwa, kidogo Mkango katajwa. Yani ni vitu ambavyo anavifanya kwa moyo kuonyesha kwamba licha ya mambo mengine aliyoendea huko, lakini bado anakumbuka hii jumuiya ama anaikumbuka hii familia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia akaweza kutuandalia shindano ikapigwa pale Pera All Stars pamoja na Bwilingo All Stars ambayo jamaa ndo ka create. Kwa ni kitu kizuri sana, maana kutusanya sisi wote kama viongozi, wasanii wakakusanyika kwa pamoja pale, watu mbalimbali wakaja kukusanyika. Kwa ni akili ambazo zimetoka katika kata yetu kuonyesha kwamba sisi vijana bado tuna uwezo mkubwa wa kuandaa mambo mbalimbali katika jamii yetu. Ndio maana nikasema kwamba lazima tumpongeze kwa namna kipekee. Lakini pia tunao vijana wetu ambao wanatuwakilisha pia Pera vizuri, kwa sababu watu wanajua kwamba wasanii wanapatikana Bwilingo, si nani wanapatikana Bwilingo, lakini tunao vijana wetu wa hamasa. Yuko pale ndugu yangu Ashrafu pamoja na Pinto,
anajiita Lunya Smart. Lunya Smart wasimama bwana kufahamu kidogo. Hata wasalimie bwana CCM oye, viva hebu wasalimie kidogo. Viva. Nashukuru sana nataka kumshukuru dada yangu kwa sababu yako umeonyesha maana bila leo mimi si kitu. Naweza kusema hivyo. Nashukuru sana, sina mengi ya kuongea hivyo. Asante sana. Lakini tunaye masa mwingine, Pinto simama kidogo wasalimu watu bwana. Oye. Viva. Tunamshukuru kwa support yake mpaka jana mpaka sasa hivi, na kushika mkono wadogo zake na kila sehemu huwa support. Ni kweli, na pia dada zetu Azizi huwa anatoa kila sehemu. Sisi tunataka sana, leo tunashukuru sana mzee. Asante. Basi bwana, hawa ni vijana wenzetu ambao manake wapo kwenye tasnia ya sanaa, lakini pia ni wanahamasa wetu ambao tunawatumia kwenye mambo yetu mbalimbali. Lakini wanakuwa wanaandaa majambo mbalimbali, wanakuwa na mashow na wanafanya vizuri, wanatuwakilisha Pera yetu. Yaani Pera yetu haijapoa. Kama jana ndugu yangu pale Lunya Smart aliondoka na kijiji. Nadhani kwa wale ambao wapenzi wa mitandao, sababu tuna social media yetu hii ya Omikix TV, hii ni jambo letu la Pera ambao mambo yote yanakuwa yanaonekana huko. Ukiingia basi nikitoka hapa maki enda kupandisha interview yake, mtaona namna gani yeye kaondoka na kijiji kuliko hata Malume mwenyewe. Lakini ni hamasa, tunazidi kuhamasishana, kivyo tunaambia wanapenda kwamba bwana huyu kijana wetu jambo kama tumeliandaa wenyewe, kwa tutakiwi sisi tutie aibu. Kwa hakukuwa na unyonge. Yaani wamesimama mpaka kila mtu pale anatoka pale anauliza, "Kwani yule msanii hivi? Kwani yupo wapi yule?" Wanauliza, "Bwana huyu wapi yule?" Ngambia, "Mbona hapa." Watu hawaamini, wanajua katoka Dar es Salaam, kumbe vile ni mtu wa Pera hapa. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo vijana mnalifanya, ndio maana tukasema na sisi kupitia jukwaa hili basi ni vizuri tukawalika tuweze kuwapongeza, lakini pia tuwaambie msikate tamaa, muendelee kupambana, ndoto zinatimia kwa namna hiyo kama masala, lakini mwisho siku ukiweka juhudi kidogo tu unashangaa mambo yanaenda sawa sawa. Basi mimi baada ya kuzungumza haya binafsi nafurahi sana kuwepo mahali hapa, lakini pia kujumuika na nyie. Kwa wale ambao wasionifahamu, majina yangu naitwa Omari Chungua Kibode, ndiyo katibu wenu hamasa na chipukizi wa kata hii ya Pera.